Somo letu lina kichwa kinachosema Mungu anatawala. Mungu anafanyeje? Anatawala. Na somo letu limejengwa katika kitabu cha Isaya sura ya 6. Isaya sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Isaya sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema hivi: katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Mstari wa 2, juu yake walisimama watu gani? Maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa mangapi? Mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Mstari wa 3, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Mungu anatawala. Fungu letu hili linatuambia ya kwamba katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, anayeongea anasema nalimuona Bwana, na anayeongea si mwingine ni Isaya, kwamba katika ule mwaka ambao mfalme Uzia aliweza kufa, umauti kumfika, anasema huo mwaka nalimuona Bwana. Na hapa tunapewa habari ya kwamba Isaya aliona njozi, alimuona Mungu katika hekalu, alimuona Mungu akiwa amekaa katika kiti chake cha enzi na umemzunguka malaika. Lakini akasema kwamba hao malaika walikuwa wakiitana kila mmoja na mwenzake, wakisema na kuimba ya kwamba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Ili kuweza kuelewa hichi ambacho Isaya anakisema, kwamba kwa nini Mungu alimwonyesha Isaya hii njozi kipindi ambacho mfalme wa Uzia aliweza kufa. Kwa nini Mungu alimwonyesha hii njozi? Na hivyo ili kuelewa vizuri, neno la Mungu linaturudisha katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26, ambapo hapo tunapata habari ya mfalme Uzia, ambaye Isaya anasema katika mwaka ambapo yeye alikuwa amekufa ndipo alipomuona Mungu. Kwa hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya ngapi? Ya 26 inatupatia historia ya huyu mfalme Uzia alikuwa ni nani. Na ukianzia hapo mwanzoni itakuonyesha kwamba mfalme Uzia alikuwa ni mfalme wa Yuda. Na ukumbuke ya kwamba baada ya Sulemani, Israeli iligawanyika katika pande mbili, ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Kwa hiyo ufalme wa Yuda ulikuwa na makabila mawili. Kabila la kwanza ni kabila la Yuda na kabila la pili ni kabila la Benjamin. Kwa hiyo huyu mfalme Uzia alikuwa ni mtawala katika ufalme wa Yuda, ikiwa na maana makabila mawili, kabila la Yuda na kabila la Benjamin. Na hivyo Biblia inaonyesha kwamba aliweza kutawala akiwa mdogo sana, kijana mdogo, na Mungu alimfanikisha kwa mafanikio mengi sana. Mstari wa 6 unaonesha baadhi ya mafanikio ambayo mfalme Uzia aliweza kuyapata. Mstari wa 6 anatuambia katika Biblia habari njema, Kiswahili cha kisasa. Wewe utafuatilia hicho Kiswahili ulicho nacho, ila nimependa kutumia Kiswahili cha kisasa. Mstari wa 6 ananiambia kwamba Uzia aliondoka akapigana vita dhidi ya Wafilisti, akazibomoa kuta za miji ya Gathi, Yabne na Ashdodi, akajenga miji katika eneo la Ashdodi na kwingineko nchini Filistia.
katika nchi ya Wafilisti. Ukisoma katika tafsiri ulionayo, Mungu alimsaidia kuwashinda Wafilisti, Waarabu waliokaa Gurbaali na Wameuni. Kwa hiyo mojawapo kati ya mafanikio ambayo mfalme Uzia aliyapata ni kwamba aliweza kupanua maeneo ya utawala. Maana inatuambia kwamba alijenga miji, lakini pia Mungu alimsaidia kuwashinda Wafilisti na kuchukua maeneo yao ya kiutawala. Kwa mojawapo kati ya mafanikio aliyopata ni kupanua utawala wake, maana Mungu alimsaidia kuweza kushinda na kupigana vita na wafalme wengine na kuweza kuwashinda. Lakini mafanikio ya pili ambayo aliyapata ni aliunda jeshi lililoandaliwa vizuri. Katika mstari wa 11 Biblia inasema hivi: zaidi ya hayo, Uzia alikuwa na jeshi lililojiandaa tayari kwa vita. Alikuwa na mafanikio katika nyanja ya kijeshi. Jeshi lake lilikuwa ni jeshi ambalo limeandaliwa vizuri sana. Na mafanikio mengine ambayo aliyapata, Biblia inatuambia katika mstari wa 15 ya kwamba alikuwa na uvumbuzi wa teknolojia ya kivita. Mstari wa 15 unatuambia kwamba huko Yerusalemu mafundi wake walimtengenezea mitambo ya kurushia mishale na mawe makubwa makubwa. Sifa zake zilienea kila mahali, nguvu zake zikaongezeka zaidi kwa sababu ya msaada mwingi aliyoupata kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mojawapo kati ya mafanikio ambayo aliyapata mfalme Uzia ni kwamba alikuwa na teknolojia ya kuvita. Mafundi wake walimtengenezea mtambo ambao alikuwa wakiweka mishale inawasaidia kurusha kwa umbali mrefu, wakiweka mawe, ule mtambo unawasaidia kurusha mahali ambapo maadui wapo kwa mahali parefu sana. Na hivyo mafanikio mengine ambayo mfalme Uzia alikuwa nayo, alikuwa na umaarufu mkubwa sana. Mstari wa 15 unatuambia, mstari wa 15b unatuambia kwamba sifa zake zilienea kila mahali, nguvu zake zikaongezeka zaidi kwa sababu ya msaada mwingi aliopata kutoka kwa Mungu. Ya kwamba pamoja na haya mafanikio ambayo tunaona, msaada ambao ulimwezesha yeye kuweza kufanikiwa ulikuwa unatoka kwa nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunasoma historia kidogo jamani, msichoki. Kwa hiyo ni msaada wa Mungu uliomwezesha yeye kufanikiwa katika hizi nyanja zote. Na mafanikio mengine aliyokuwa nao ni ustawi wa kiuchumi katika eneo lake. Ukisoma mstari wa 9 na 10 unakwambia hivi ya kwamba tena Uzia alijenga minara katika Yerusalemu penye lango la pembeni, lango la bondeni na pembeni, na kuimarisha. Mstari wa 10, hata nyikani pia alijenga minara, akachimba mabwawa mengi, maana alikuwa na mifugo mingi kwenye sehemu za miinuko na tambalale. Alikuwa na wakulima na watunza mizabibu milimani na katika ardhi yenye rutuba, kwani alipenda kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mafanikio ya mfalme Uzia. Yaani unapozungumzia mfalme Uzia, tunafahamu ya kwamba mfalme ambaye alikuwa na mafanikio makubwa na utajiri mkubwa alikuwa ni Suleimani. Lakini ukiachana na Suleimani, hawa wafalme wengine wote wale ambao walikuja kabla ya Uzia hawakuwa na mafanikio kama ambayo Uzia alikuwa nayo. Kwa kama tungepima katika habari ya mafanikio, alianza Suleimani alafu anakuja huyu mfalme Uzia. Lakini mstari wa 16 unabadilisha namna hapa. Mstari wa 16 unasema ya kwamba wakati mfalme Uzia alipokuwa na nguvu, alijaa kiburi ambacho kilisababisha maangamizi yake. Habari ya kusikitisha inaanza katika mstari wa 16 ya kwamba baada ya mafanikio yote hayo ambayo aliyapata, kiburi kikainuka. Biblia inasema alipokuwa na nguvu alijaa kiburi ambacho kilisababisha maangamizi yake. Kwa sababu gani? Alimwasi Mwenyezi Mungu, Mungu wake, kwa kuingia hekaluni akikusudia kufukiza ubani madhabahuni, jambo ambalo
Mstari wa 17 unatuambia kwamba lilikuwa halistahili kufanyika kwa mtu yoyote isipokuwa ni makuhani wa ukoo wa ndugu yake Musa. Alikuwa ni nani? Haruni. Hao makuhani waliokuwa wanatoka katika ukoo wa Haruni ndio ambao walikuwa wanatakiwa waweze kufukiza uvumba. Kwa hiyo kwa sababu sijui kwa nini aliamua hivyo, sijaelewa, ila inaonesha nguvu ya kiburi. Yani kwa mfano, wewe ni mfalme. Mfalme, ni mfalme Uzia pale. Hebu piga picha. Hivi unaenda kufukiza ubaya kwa sababu gani? Ili iweje? Hiyo inaonesha kiburi kilivyo kibaya sana. Hiyo inaonesha kiburi kinavyoleta maangamizi ambayo hatukuyategemea. Maana haimuhusu kufukizia ubani. Ile ni swala la ibada, ni swala fulani la kibada ambayo yeye haruhusi kulifanya. Unajua hata kwa mfano alikuwa anafaidika nini akienda kufanya vile? Na najua kwamba hairuhusiwi. Alikuwa anafaidika nini? Lakini Biblia inatuonyesha kwamba ni kiburi kilichomsukuma kufanya hivyo. Jambo ambalo haliingia akilini yeye kulifanya, lakini kwa sababu ya kiburi akapata nguvu kulifanya. Haleluya. Watu wa Mungu, makuhani walijaribu kumwambia. Mstari wa 18 unatuambia ya kwamba lakini kuhani Azalia pamoja, mstari wa 17, lakini kuhani Azalia pamoja na makuhani wengine mashujaa 80 wakamfuata mfalme na kumzuia, wakamwambia, si wajibu wako hata kidogo, Uzia, kumfukizia Mwenyezi Mungu ubani. Ni makuhani tu wa uzao wa Aaron ambao wameweka wakfu kufukiza ubani. Ondoka mahali hapa patakatifu, umemkosea Mwenyezi Mungu na hutapata heshima yoyote kutoka kwake. Mstari wa 19 unasema, wakati huo Uzia alikuwa amesimama hekaluni karibu na madhabahu, ameshikilia chetezo cha kufukizia ubani mkononi. Aliwakasirikia makuhani, na mara alipofanya hivyo akashikwa na ukoma katika paji la uso. Akashikwa na ukoma katika paji la uso wake mbele ya makuhani hao. Na mstari wa 21 unatuambia kwamba basi mfalme Uzia akawa na ukoma mpaka siku ya kufa kwake. Ni habari mbaya. Habari mbaya ya kwamba mfalme ambaye Mungu alimwezesha kufanikiwa leo anakufa kifo ambacho hakiingia akilini, kwa kosa ambalo haliwezi kuingia akilini yeye kulifanya. Ni kwa sababu ya kiburi. Na hivyo mambo machache ambayo natamani tujifunze kutoka kwenye kisa hiki kabla hatujaenda kwenye maono ambayo aliyaona Isaya, ni kwamba Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 18. Mithali sura ya 16 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: kiburi hutangulia nini? Mithali sura ya 16 mstari wa 18. Kiburi hutangulia nini? Uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Ya kwamba watu wa Mungu, wakati ambapo jaribu la kiburi linakuja hasa kwa watu wa Mungu, ni wakati ule ambao wakati wao wa kufanikiwa. Wakati wa kufanikiwa. Unapokuwa umefanikiwa, Mungu amekusaidia, jichunge sana. Maana hapo ndipo ambapo jaribu la kiburi linakuja. Na watu wa Mungu, hakuna kiburi chochote ambacho kinakuja halafu mbeleni kusiwe na maangamizi. Maana Biblia inatuambia kiburi hutangulia uangamivu. Kwamba kabla ya uangamivu kuja, nini kinaanza? Kiburi. Na anasema na roho yenye kutakabari, roho yenye kujivuna hutangulia maanguko. Ya kwamba huyu mfalme Uzia alipokuwa amefanikiwa, mafanikio yake hayakuendana sawasawa na uamsho
wa kiroho katika maisha yake, ya kwamba alipofanikiwa, kiwango chake cha kufanikiwa kilipokuwa kinaongezeka, uamsho wake wa kiroho ulikuwa unashuka. Kwa hiyo hili linatuambia kwamba unapoona Mungu anakufanikisha, Mungu anakuwezesha, watu wa Mungu, hakikisha ya kwamba uamsho wako wa kiroho na wenyewe unapanda. Haleluya! Hakikisha, maana huo ndio wakati ambao shetani anaingiza roho ya kiburi ndani ya watu. Kwa unapoona umefanikiwa kimwili, umefanikiwa kuwa na vitu, hakikisha ya kwamba mafanikio yako hayo yanaendana na mafanikio yako ya kiroho. Hakikisha unanyenyekezwa, maana kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Na ndio maana Biblia inatuambia hivi katika Mithali sura ya 18 mstari wa 12. Biblia inatuambia hivi ya kwamba kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya heshima hutangulia nini? Unyenyekevu. Ya kwamba unapoona moyo wako unajivuna kwa sababu ya yale ambayo umeyapata. Maana unapojivuna, maana ya kiburi ni kwamba ninaweza, nimeyapata haya kwa nguvu zangu. Maana ya kiburi ni kwamba mimi ninajitosheleza. Maana ya kiburi ya kwamba sikumbuki mahali wapi ambapo Mungu aliniwezesha mimi kupata. Maana ya kiburi ni kwamba nimepata hivi kwa sababu ya uwezo wangu na nguvu zangu. Na ndio maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Musa alipokuwa anawapa maagizo wana wa Israeli, anawaambia kwamba mtakapofanikiwa, Mungu atakapokuwa amewapa nguvu na afya ya kuweza kupata utajiri, anawaambia kwamba chungeni sana msije mkasahau na kuzani ya kwamba ni kwa nguvu zenu mmeweza kujipatia huu utajiri. Jichunge msije mkasahau. Na hivyo mfalme Uzia, kinachomtokea ndicho ambacho kinawatokea wengi, na ndilo ambalo jaribu ambalo linatupata wengi tunapokuwa tunaona mambo yanakuwa vizuri. Ni rahisi kuzani ni kwa nguvu zetu na uwezo wetu tumeweza kuyapata hayo yote. Na unaposahau, kiburi kinainuka, na kinapoinuka maangamizi yako karibu. Na ndio maana Yakobo anatuambia kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Mungu huwapinga wajikuzao. Wale, kuna watu wanajiona bora kuliko wenzao, wanajikuza. Kuna watu wanajiona wakifanya kitu kwa uzuri, wanajiona kwamba wenyewe ndio wana uwezo kuliko wengine. Biblia inasema kwamba Mungu anawapinga watu wa namna hiyo, lakini wale watu ambao wanapata neema na upendeleo kwa Mungu. Kabla ya huo mwaka, maana unajua kule kipindi hicho miaka ilikuwa inahesabiwa kushuka chini, kwamba kama ni mwaka 700, mwaka wa mbele, yaani ukichukua mwaka wa 700 na mwaka wa 600, mwaka wa mbele ni mwaka wa 600, sio 700. Kwa hiyo mwaka wa 734 anakufa mfalme Uzia. Lakini mwaka wa 745 kabla ya mfalme Uzia kufa, nyuma yake mwaka wa 745 mfalme mmoja wa Ashuru, jina lake gumu kweli kweli anaitwa Tiglath-Pilesa wa tatu lazima kidogo huo umekunywa maji kidogo kulitamka neno hili. Mwenyewe nimeibiaibia, sijui nimekosea, nimewadanganya, itajulikana huko mbele kwa mbele. Tuangalie neno la Mungu lasemaje. Huyu mfalme wa Ashuru alikuwa ndiye ambaye sasa ameinuka, na ufalme wa Ashuru ukawa umekuwa wenye nguvu, ukaanza kuangusha mataifa mengi. Sasa mmoja wapo kati ya mtu ambaye alikuwa anawapa kipingamizi
Huu utawala wa ufalme wa Ashuru alikuwa ni mfalme Uzia, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa alikuwa ni kipingamizi. Lakini anapokufa, maana toka mwaka 745 anakufa mwaka 734, anapokufa mfalme Uzia, hakuna mfalme yoyote ambaye yuko pale. Kikawa kuna kipindi cha mpito, na hivyo watu hawa wa Yuda, taifa la Yuda, watu wa Mungu, wakawa wapo katika kipindi cha hofu na wasiwasi. Hawajui nini ambacho kitakachoendelea hapo mbele, maana hakuna mfalme wa kuongoza, hakuna mfalme wa kuamuru majeshi na kuyapanga na kuweza kuwapinga hawa Waashuru wanaokuja. Kwa hiyo taifa la Yuda likawa liko katika kipindi ambacho ni kipindi cha sintofahamu, kipindi cha kusikitisha, kipindi ambacho ni cha hofu. Wanaishi kwa hofu, maana wanaposikia huko Ashuru inaendelea kuangusha falme na falme. Na hivyo Mungu anaamua kwamba hapana, katu abadani, watu wangu hawezi kuishi katika hofu. Ni lazima niwaoneshe ya kwamba bado ninatawala, ya kwamba hata kama mfalme Uzia amekufa, lakini nataka mfahamu ya kwamba mfalme halisi alikuwa si yeye, lakini ni Mungu ambaye anaishi na yupo hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ambapo wananungunika, wakati ambapo wana hofu, wana mashaka, hawaelewi hatima yao itakuwaje, Mungu anaamua kudhihirisha kwa Isaya, kuwaonesha na kuambia kwamba Mungu bado anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba huyo mfalme Uzia alikuwa pale kwa sababu yake yeye, alipewa tu nafasi ya kuhudumu, lakini mtawala halisi alikuwa ni Mungu mwenyewe. Na hata kama mfalme amekufa, hata kama mfalme ameanguka, hata kama mfalme ameasi, lakini Mungu bado yupo na anaendelea kutawala. Hata kama yuko mbinguni, lakini bado uwezo upo wa kuweza kutiisha vitu vyote ambavyo viko duniani. Mungu bado anatawala. Na hivyo nimekuja kuambia jioni ya leo jambo ambalo inabidi ufahamu, ya kwamba Mungu bado anatawala. Kuna wakati ambapo maisha yanaonekana kuwa ya kutisha mbeleni, maisha yanaonekana yanakuwa yana sitofahamu nyingi. Watu tuliowategemea wametuacha, watu ambao tuliwatumainia, watu ambao walikuwa ni msaada kwetu wamelala, vitu au mipango ambayo au biashara au sehemu ambazo tulizitumainia zimeanguka, mipango ambayo tulitumainia imefeli. Nimekuja kuambia kwamba hata kama ikifeli, Mungu bado anatawala. Mungu anatawala kiasi kwamba anaweza akaleta baraka kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu bado anatawala kwa sababu anaweza akaleta faraja kwa namna nyingine usiyotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ulikuwa na mtoto anakufariji katika safari ya imani, lakini umauti ukamfika, Mungu anaweza akaleta mtu mwingine wa kufariji zaidi hata ya huyo. Hata kama umeachwa, ulikuwa unaishi vizuri katika familia yako, ulikuwa na ndoa iliyo njema, lakini mwenzako akashindwa kuwa mwaminifu, nataka nikwambia kwamba ile baraka ambayo Mungu alileta kipindi huyo mwenzako alipokuwapo, Bwana bado anatawala kiasi kwamba anaiweza kuileta hiyo baraka kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu bado anatawala. Na unajua jambo ambalo inabidi uelewe ni kwamba Mungu amekuwa na tabia ya kuwaonesha watu wake ya kwamba bado anatawala. Na tunaposoma habari ya nabii Ezekieli, tunaposoma habari ya nabii Danieli, tunaposoma habari ya mtumishi wa Mungu Yohana, hawa wote walipokea njozi zao katika nyakati ambazo zilikuwa ni za kutabisha. Ezekieli alipokea njozi ya kuwa nabii wa Mungu. Na unajua hii Isaya sura ya 6 ndio tunapata ile fungu maarufu ambayo tunaifahamu, ile inasema kwamba ni mtume nani naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu. Kwenye Isaya sura ya 6 hapa, sijasoma mpaka chini.
wito wa Mungu kumuita Isaya katika huduma hii ya unabii. Na hivyo hata Ezekieli na yeye walipokuwa uhamishoni, walipokuwa wamechukuliwa, Mungu alipoamua kuadhibu taifa lake, watu wake, kuwapeleka uhamishoni, Danieli naye walipokuwa uhamishoni, ndipo ambapo Mungu aliwaita. Na hii inatuonesha kwamba Mungu amekuwa ana tabia ya kujifunua. Mungu amekuwa na tabia ya kutoa faraja na shime ya kipekee kwa watu wake, ya kwamba yeye bado anatawala hata kama dunia inaonekana kuenda kuyumbayumba, dunia inapoonekana kutotoa tumaini lolote kwa wanadamu, mambo yanapobadilika, uchumi unapoendelea kuzorota na kuanguka, Mungu amekuwa na tabia za kutoa ujumbe ya kwamba bado anatawala. Na hivyo hata kitabu cha Ufunuo tunafahamu ya kwamba, ukisoma pale mwanzoni sura ya 1, Biblia inasema hivi ya kwamba Yohana mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo akiwa Patmo, kwamba pamoja na kwamba amefungwa, lakini alipokea njozi ambazo hizo zinatusaidia mpaka leo kuelewa hatima ya ulimwengu. Danieli na wenzake walipokuwa uhamishoni, mahali pa nchi ya kigeni, mahali pasipokuwa kwao, mahali ambapo anaona kwamba labda mbona Mungu ametuacha. Maana kuna wakati wanajisahau. Unajua kuna wakati binadamu tunajisahau kwamba adhabu au matokeo tunayopitia labda ni kwa sababu Mungu ametuacha. Labda kuna wakati walikuwa wanajiuliza kwamba labda Mungu ametuacha na ndio maana tuko hapa, lakini wanasahau kwamba ni kwa sababu ya uasi wao walienda utumwani. Mungu anaamua kutoa njozi kwa Danieli kumuonesha namna ambavyo hatima ya ulimwengu itakapokuwa. Kwa hiyo Mungu amekuwa akijifunua wakati nyakati ambazo watu wa Mungu hawaelewi, nyakati ambazo wako vifungoni, nyakati ambazo wako utumwani. Mungu amekuwa akijifunua kuambia kwamba bado anatawala. Wawe na imani, wawe na moyo mkuu, wamgoje Bwana kwa saburi. Watu wa Mungu, haijalishi uko kwenye hali gani, na haijalishi imechukua muda gani hali hiyo, umeomba na kuomba lakini unaona kama vile haitoki. Nataka nikwambia kwamba hali hiyo haimfanyi Mungu kuendelea kuwa Mungu, bali Mungu bado anatawala. Na kwa sababu hiyo asubuhi ya leo tumejifunza ya kwamba hata katika nyakati ngumu kuna kusudi la Mungu. Tumeona habari ya Lazaro ambaye alifariki, na kabla ya kufariki ndugu zake walituma ujumbe kwa Yesu. Martha alienda kwa Yesu na kumwambia kwamba rafiki yako hawezi. Lakini Yesu pamoja na kufahamu hivyo, alibaki pale pale alipokuwa hapo. Biblia inasema kwa siku ngapi? Siku 2. Na anapoenda kule tayari Lazaro ashazikwa. Lakini jibu ambalo alitoa pale mwanzoni, alisema ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Kwa ni kama vile ndugu zake Lazaro alisema, huyu ambaye alikuwa ni rafiki yake, ambaye alikuwa anakuja kulala hapa, mbona kama vile ametusahau? Mbona kama vile upendo ambao alikuwa anaonyesha kipindi alipokuwa hapo nasi, alipokuwa anakuja hapa nyumbani, mbona kama upendo haupo? Maana tumetoa taarifa kwamba mwenzake hawezi, rafiki yake aliyempenda hawezi, lakini imechukua muda yeye kuweza kufika, mpaka amepoteza na mtu. Ndio maana alipokuwa anaenda, Martha akamwambia ya kwamba kama ungekuwepo, najua kama ungekuwepo asingelala. Lakini akamwambia ngoja uone utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kila ambacho Yesu kuchelewa kwake ilikuwa anasema ni kwa sababu ya utukufu wa nani? Wa Mungu, kwamba angeponya, angeweza kumponya alipokuwepo pale, alipopata taarifa. Lakini akasema siamui kuudhirisha utukufu wa Mungu kwa namna hiyo, nasubiria kidogo ili nikija kutenda wengi washangae na wengi wapate kuamini ya kwamba mimi ndiye ambaye nimetumwa, mimi ndiye yule ambaye manabii walinena habari zangu. Na alipoenda pale alimfufua, jambo ambalo hakuwahi kulifanya. Na Biblia inasema kwamba wengi
walipata kuweza kumwamini. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ulidhihirika kwa namna hiyo. Maana watu walikuwa wamezoea kwamba anaponya, yes anaponya, lakini wakati huu alitaka kuonesha kwamba yeye ni Mungu ambaye wa mambo yasiyo, mambo ambayo sikio halijawahi kusikia, mambo ambayo macho hayajawahi kuona. Yeye ndiyo Mungu ambaye wa kushangaza. Akisema sizoeleki mimi, uwezo wangu unafanya vitu ambavyo hata hamjawahi kuona. Ndio maana kuna wakati Yesu akasema kwamba mkiamini kazi hizi ambazo nimezitenda mimi, nyie mtafanya zaidi ya hizi ambazo mimi nimeweza kuzitenda. Na hivyo kumbe kuna wakati Yesu anapotuangalia tuna imani zetu zinashuka, anasema hawa watu wa Mungu wangeelewa ya kwamba zile kazi ambazo mimi nilizifanya, nimeahidi ya kwamba wenyewe wanaweza wakazifanya tena hizo zaidi ya nilizozifanya, maana yeye anaenda na anawaacha hapa. Na hivyo watu wa Mungu, ili likawe tumaini lako na tumaini langu ya kwamba Bwana bado anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunapitia nyakati ngumu za maisha, huwa ni wakati ambao ni rahisi sana kupoteza tabia ya Mungu. Na unajua kitu ambacho shetani anakifanya siku zote ni kuichafua tabia ya Mungu miongoni mwa wale ambao wanamwamini yeye. Hiyo ndio kitu ambacho shetani anakifanya wakati ambapo nyakati zinaonekana ni ngumu sana. Anachafua tabia ya Mungu. Anachafua tabia ya Mungu. Na hivyo watu wa Mungu, nimekuja kuambieni ya kwamba haijalishi hali zitabadilika kiasi gani, nataka niwaambie kwamba Bwana bado anaendelea kutawala. Na ombi langu ya kwamba Mungu akakujaze amani. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu hawa walipopata njozi kama hii, Isaya alipopata njozi kama hii, alipata amani, kufahamu ya kwamba pamoja na kwamba taifa la Ashuru ni tishio kwa ulimwengu, lakini Mungu wetu bado anatawala. Na hivyo hata kama mfalme amelala, amekufa, hakuna mfalme yoyote, tuko katika kipindi cha mpito, kipindi cha sintofahamu, lakini huyu Mungu bado anaweza kutuokoa. Na hivyo hii njozi ikawa tumaini kwao. Hizi njozi ambazo watu wa Mungu walizipokea ziliamsha na kuchochea imani yao zaidi. Na ombi langu jioni ya leo, Mungu kwa namna yoyote ile akakujaze na akakutendee kwa namna ambayo itakudhihirishia ya kwamba yeye bado anatawala. Na ndio maana kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na 7 inatuambia kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno, kwa kusali, kuomba, kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu. Na anasema na Mungu wa amani ipitayo akili zote atahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba usijisumbue. Don't stress yourself. Usijihangaishe. Usijiumize. Mungu bado anatawala. Na hivyo kabidhi haja zako kwa Mungu. Anasema jambo moja ya kwamba Mungu wa amani anasema atawajazeni amani ipitayo akili zote. Kwamba hata wakati huo wasintofahamu, wakati ambapo mambo yanaonekana kuwa magumu, Mungu amani yake amani yake ni amani ambayo inapita kiwango cha uelewa wa mwanadamu. Ya kwamba kuna wakati unapitia nyakati ngumu, lakini kwa sababu ya amani ambayo Mungu anaitoa, unakuwa ni kama mtu ambaye hapitii nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema amani ipitayo fahamu za wanadamu, amani ipitayo uelewa wa wanadamu. Yaani kwamba watu wanashangaa ya kwamba huyu mtu wa Mungu, hii hali anayopitia sio yeye kuwa hivi. Mbona anatabasamu? Mbona anacheka? Mbona anahudhuria kanisani? Vitu ambavyo vinawafanya wengine wanaliacha kanisa. Lakini mbona huyu mtu wa Mungu bado anaendelea kusifu? Huyu mtu wa Mungu mbona bado ndiye ambaye anaendelea kuwaganga moyo, kuwafariji wale ambao wako vizuri, wale ambao wanapitia vishida vidogo? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya amani ambayo Mungu anaiachilia ndani ya mioyo ya wale wanamwamini.
Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba amani yangu nawachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu unaweza kuwapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu bado anaonekana. Mungu bado anaonekana. Ninakumbuka ndugu yetu aliyepigwa mawe, Stefano, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6, Biblia inasema katika mstari wa 9 ya kwamba kuna watu baadhi walimchukua baada ya kuonekana anahubiri habari za Yesu, na watu wanaamini na watu wanampokea Yesu kwa nguvu sana. Watu kadhaa wakaenda kuhojiana naye, kumuuliza maswali, lakini Biblia inasema kwamba hawakuweza kushindana naye. Kwa hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye, mpaka wakasema sasa huyu mtu ili tuweze kumshinda na kumzimisha, hebu tupange njama hii ya kwamba tuwashawishi watu fulani, mashahidi wa uongo, na waseme ya kwamba huyu mtu ananena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Na wakamchukua wakampeleka kwenye baraza la wazee, na walipofika pale mmoja wapo kati ya sura ndefu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ni Matendo ya Mitume sura ya 7, ambayo inaonesha namna ambavyo Stefano aliweza kuwajibu. Aliwajibu, yani walipomuuliza, yani kama walikosea. Yani jamaa aliwatiririkia kutoka kwa Ibrahimu mpaka mwisho hapo Yesu alipouawa na kufufuka. Yani aliwatiririkia mstari wa kwanza mpaka wa 53. Yote hayo anaongea yeye. Na walipoona hivyo, mstari wa 54 kitabu cha Matendo sura ya 7 inasema maneno haya. Naomba nisome. Akasema, na basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamlukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema hayo akalala. Kwamba wakati ambapo ameongea maneno hayo, watu wakachoma mioyo yao. Wale waliokuwa makuhani, watu ambao walikuwepo pale, watu wenye elimu, walipochoma mioyo yao, wakamsagia meno, wakamkasirikia. Ni kusagia meno manake, yani kuonesha kwamba wewe tunakuua, yani wewe hauponi, hautoki humu ukiwa mzima. Lakini Biblia inaniambia kwamba lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, na akamwona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba wakati ambapo anaona kifo kiko hapa, Mungu akamjalia kumwambia, mtu wa Mungu, ni kweli utalala, lakini bado ninatawala. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako si bure. Umeupiga mwendo. Anambia umeupiga mwingi, mtu wa Mungu. Wewe ni wakati wako wa kulala tu, ila umeupiga mwingi. Kwa usiofu kusagika meno kwao huko. Maana mimi bado natawala, na kila ambaye amelala kwa ajili yangu, na kila ambaye amelala katika tumaini langu, huyo amelala usingizi. Mtu wa Mungu, wewe utalala usingizi, lakini nitakapokuja nitakuamsha. Na hivyo alimuona Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu, ishara ya kwamba hata katika hiyo nyakati
ya kukabiliana na umauti, bado Yesu yuko pamoja naye, kwamba sijakuacha mtu wa Mungu. Katika hiyo nyakati kabisa ya mauti, watu wanakuua kwa sababu ya jina langu, sijakuacha, wewe ni wa kwangu, ninakujua, na hivyo uhai wako umefichwa ndani yangu. Usiogope wanaoua mwili, bali ni heri umefanya vizuri kuogopa yule ambaye anaweza kuua mwili na nafsi na hata jehanamu. Umefanya vizuri mtu wa Mungu, wewe pumzika, mimi bado natawala, wenzako watakuja. Na hivyo watu wa Mungu hakapata faraja, na ndio maana anapokufa aseme ya kwamba Mungu, hawa watu wakione cha moto, masi nimekuona unatawala, si upo? Sasa naomba hawa walioniua, naomba ya kwamba Mungu, yani kwanza watoto wao, yani kwanza fanya Mungu unaloweza, yani waangamize vibaya, yani wakione. Wajua kuna wakati tunatendewa mabaya, tunaanza kuzani ya kwamba injili yani unajua kuna wakati wa Kristo tunakosea hapa. Mtu wa Mungu anatupatia mtazamo ulio vema na unaokubalika kwa Mungu, ya kwamba msiwalaani wale wanaokosea, bali wabarikini. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema anapokufa hapa, anasema Bwana, usiwahesabie uovu wao. Wananiua lakini ninaombea msamaha. Mungu wasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu bado anatawala. Na hivyo watu wa Mungu, wimbo namba 126, nina haja nawe. Huu ni wimbo ambao unatupatia wito ya kwamba huyu Yesu tunamhitaji kila saa, maana hakuna mwingine ambaye anaweza kutufaa nyakati zetu za taabu, nyakati zetu za shida, nyakati zetu ambazo tunaona hakuna mwangaza wowote. Huyu Yesu tukiwa naye kila saa, itakuwa ni faraja na amani katika mioyo yetu. Na ikiwa ni tamanio lako ya kwamba Mungu, naomba unisaidie kufahamu ya kwamba hata nyakati ambazo nitakuwa nikizipitia zilizo ngumu katika maisha yangu na safari yangu ya imani, nipatie kutambua kwamba bado unatawala. Hata wakati ambapo mazingira yanapokuwa yamebadilika tofauti na vile nilivyotumainia, naomba Mungu unifahamishe na kunikumbusha kwamba wewe bado unatawala. Na ikiwa ni ombi lako, simama pamoja nami na wimbo namba 126. Naja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ninaja nawe, kaa nami, na maonjo haya Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Ikiwa ni tamanio lako ya kwamba Mungu, nisaidie kuwepo nawe katika kila hali, nisaidie kuwepo nawe karibu na kuelewa ya kwamba wewe bado unatawala, ningeomba
usogee, uje mbele ukiwa tamanio lako ya kwamba Bwana nisaidie kuelewa. Sogea mbele tunapoenda kuomba. Niwezeshe Mwokozi na kujia. Joeni tuombe, watu wa Mungu. Tumwambie Mungu atufundishe kufahamu ya kwamba yeye bado anatawala. Yeye habadiliki, tabia yake haibadiliki, tabia yake ya wema. Wakati ambapo wengine wanajaribiwa kutiria mashaka tabia ya Mungu, Mungu atutie nguvu kufahamu ya kwamba tabia yake haibadiliki. Zeshe Mwokozi na kujia. Huu ndio ujumbe wa leo, watu wa Mungu, ya kwamba mambo yanapokuwa yamefeli, mazingira yanapokuwa yamebadilika, Mungu wetu habadiliki. Na hivyo Mungu anatamani tuelewe ya kwamba yeye habadiliki. Niwezeshe Mwokozi na kujia. Mambo fulani tuliyotumainia yanapofeli katika maisha yetu, Mungu anatukumbusha ya kwamba yeye hafeli. Kwa hiyo usije ukatafsiri kufeli kwa vitu vile ulivyovitumainia kana kwamba ndiko kufeli kwa Mungu. Mungu wetu hafeli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hafeli. Yeye anazo hazina nyingi za baraka katika hazina ya mbinguni. Na hivyo Mama White anatuambia kwamba maombi ni mkono wa kuchukua hizo baraka za mbinguni. Ikiwa na maana ipeleke kesi yako kwa Mungu, na utaona baraka za mbinguni zitakapofurika kujaza nafasi zilizoachwa wazi kwa sababu ya yale ambayo yametokea katika maisha. Na hivyo somo la leo likatutie moyo katika safari yetu ya imani, na likaamshe hari ya kumtumainia Mungu na kujenga uelewa wetu katika tabia ya Mungu isiyobadilika. Tupige magoti tuombe.